Tumefika hapa Singida kwenye mashindano ya mwaka huu ya Mei Mosi. Tumepokelewa vizuri na nafikiri kwenye accommodation ukiangalia sehemu za malazi zipo za kutosha, lakini hali ya hewa ni nzuri, japo tumefika hapa hatukupambana na mvua ambazo zinaendelea sasa hivi nchi nzima. Kwa hiyo michezo yetu haijakwama kwa sababu ya labda tatizo la mvua. Kwa ujumla mashindano yanaendelea vizuri, mashindano ya football, netball, basketball, volleyball, kamba wanaume na wanawake. Bado mashindano ya riadha hayajaanza kwa sababu ya tarehe haijafika. Kidogo viwanja vimekuwa mbalimbali sana, lakini sisi tunawasifu Singida, watu wakarimu. Hatujapata tukio lolote ambalo sio la kawaida. Tunaishi tuko comfortable. Wananchi wa hapa ni wakarimu, na nafikiri uongozi wa hapa pia umetupokea na ulitoa ilani kwamba tuna wageni, tutafikiwa na wageni. Kwa hiyo tunaona care yao iko nzuri. Ujio wa Mei Mosi kitaifa mkoa wa Singida ama ndani ya manispaa yetu ya Singida kwa kweli ni fursa kubwa sana. Moja, tumeona wingi wa watu ambao wamesababisha mzunguko wa fedha umekuwa ni mzuri. Tunampongeza sana mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mkuu wa mkoa mama yetu Halima Dendegu, ambaye kwa kweli ameonyesha ubunifu wa kutosha sana kuelekea Mei Mosi. Kwa hiyo tunaipongeza sana serikali kwa maandalizi mazuri, lakini pia imekuwa ni fursa kwa wananchi kuweza kupata yale ambayo waliyakusudia. Kwa hiyo tunatamani hata kama ingekuwa inawezekana Mei Mosi ingekuwa inajirudia, kwa hiyo tunatamani sana Singida Mei Mosi ingejirudia kwa sababu imeleta fursa kubwa sana kwa wananchi. Mimi ni mdau mkubwa wa michezo, na fursa hii iliyokuja katika hiki kipindi cha Mei Mosi, kwa kipindi cha wiki mbili ambazo tumezipata, kama mkoa umechemka kiuchumi. Kwa ujumla mkoa umechangamka, na michezo hii kwa ujumla kwanza inatuletea mshikamano, umoja, upendo na mshikamano. Kwa ni kitu ambacho kwa kweli kimekuja kipindi mwafaka. Sisi kama wana Singida tumefurahia sana. Fursa ya michezo kwa Singida imewanufaisha wakazi wa Singida, hususan katika idara mbalimbali. Tumepata uwanja wa Liti ule na uwanja wa Bombardier umejengwa. Ni faida kwa Singida kwa Mei Mosi kututembelea. Mambo yanaendelea vizuri, amsha ni kubwa, lakini kubwa kuliko yote wachezaji wote wengi wana afya nzuri. Takriban wote, hatujapokea bado critical issue, wako kwenye mazoezi, viwanja vyetu vyote wanacheza vizuri. Lakini kama tulivyotangulia kuelezwa, michezo ni ajira, michezo ni furaha, pia michezo ni maelewano. Kwa hiyo wanapokuja hapa, wanarudi maofisini, wanakuwa na hali kubwa ya kufanya kazi. Hali ya maandalizi kuelekea kilele cha Mei Mosi ni nzuri sana. Sisi tumejipanga vema, na naamini kabisa Mei Mosi yetu mnafahamu wapi tunaifanyia, katika viwanja vyetu pale vya Bombardier. Ukiona hali ya maandalizi takribani tuko 80-85, na tunayo imani kubwa mpaka tarehe 25 sisi tutakuwa tumekamilisha kwa 100% maandalizi yote ya uwanja wa Maadhimisho. Tulitamani sana tuwe na masumbwi this time, lakini naona katika maandalizi kidogo ikawa ni shida, tukaiweka pembeni. Lakini mchezo wa magari maandalizi yanaendelea na vijana wamejipanga kweli. Wapo vijana wa Singida ambao wamejiandaa kushiriki katika mbio hizo fupi za magari, lakini tutapata wageni kutoka Iringa, tutapata wageni kutoka Dar es Salaam, tutapata wageni kutoka Tanga. Kwa hiyo mimi ni waandae tu wana Singida, kutakuwa na burudani ya aina yake. Watu wamejipanga vizuri, na tutakuwa katika eneo letu la Mtipa kwenye uwanja mpya wa Airtel, ndio mashindano haya yatafanyika. Singida kumekucha. Wale ambao hawajafika basi waanze kupanda SGR, wapande ndege, wapande magari, waje Singida. Kuku za Singida zinawasubiri.